Ladies and gentlemen, kwanza niruhusu nitoe rambirambi zangu kwa familia yote ambayo ilipoteza wanafunzi katika shule ya upili ya utumishi, shule ya wasichana ya utumishi. Kulikuwa na mkasa wa moto ambao ulitokea usiku wa kuamkia leo, na inasemekana ya kwamba wanafunzi 16 waliaga dunia na zaidi ya wanafunzi 70 kupata majeraha makali. Ila inasemekana ya kwamba kuna mnyama fulani ambaye alionekana kabla ya mkasa wenyewe. Kuna mnyama fulani ambao tunaita bad omens, ambayo mnyama huo ukitua sehemu ambayo uliko ama kwenye boma ama sehemu yoyote ambayo utauona huyu mnyama, najua kwamba hata mnyama anakaa ni ndege fulani ambaye ni ndege, si mnyama, ni ndege kuniradi. Huyo ndege akitua kwenye sehemu yoyote, kwa hivyo kunaonyesha kwamba kutakuwa na kitu kibaya ambacho kitafanyika haswa mauko. Kwa hivyo kabla ya mkasa wenyewe, mnyama huyu alionekana ametua kwenye lango kuu la shule ya upili ya utumishi kabla ya mkasa wenyewe. Kwa hivyo wale ambao waliona wanasema ya kwamba ndege huyu alikuja akatua kwenye lango kuu la shule ya utumishi, na baadaye ndio mkasa huo ukatokea. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni kama ni bad omen, tuseme ya kwamba ni bad omens ambayo imeleta majanga kwa wanafunzi ambao ni wajanga, wanafunzi ambao hata ubwaba wa shingo haujawatoka na wamekutana. Kuna wengi ambao walikuwa na ndoto ya kuwa watu wa maana kwenye maisha yao, ndio maana wameenda shuleni kusoma kwa bidii, lakini mwisho wa siku mambo haya mabaya yametokea na kukatisha ndoto zao ghafla. Ila sasa nasema ya kwamba Mungu ndio hutua na Mungu ndio hutoa, na kwa hivyo kazi ya Mola haina kasoro, na tuseme ya kwamba inshallah Mungu aiweze kuilaza roho zao na za wenzetu waliotangulia mahali pema peponi. Kwa hivyo ni rambirambi tu kwa familia, japo inauma sana.